katika hekalu la Kristo, umesimamia katika pengo gani? Yani kipawa chako kinafanya kazi au hakifanyi kazi? Wengi wamefungwa, wengi wamefinyiliwa, waweza wakafanya kazi ya Mungu. Wengi hawana hata muda wa kufanya kazi ya Mungu. Tunapata kwamba mambo mengi sinawafinyilia kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo. Lakini Bwana jinsi vile amenituma kwa ajili ya kukuja kulifungua kanisa, yule ambaye atakaye amini mahali penyako, hata kama kipawa chako kimekwa chini ya kaburi, hata kama kipawa chako kimepelekwa baharini, hata kama kimefungiwa juu ya anga, hata kama kimefungiwa katika ardhi, mwisho ibada hii kipawa chako kikafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni nabii, kama wewe ni mwinjilisti, Yesu arejeshe huduma uliofungwa ndani mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa hivyo muda huu na masaa haya, natamani sana kila mmoja mahali penye huko, amini Kristo. Maisha bila Yesu ni ngumu. Maisha bila Yesu ni matatizo. Maisha bila utakatifu hatutafika kule tuendapo. Lakini wakati ambao tumefika ni wakati ambao unatakana sana kila mmoja kujichunguza na kujiangalia. Tuna tap screen tafadhali, tutaangushwa. Kila mmoja ni kujiangalia kwamba amesimama vyema sana katika njia za Kristo, ili tupate kusukuma hili gurudumu na tupate kufikisha penye Kristo alisema tufikisha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Usije ukaogopa, wala usije ukafadhaika, wala usije ukaanza kujiuliza maswali. Wakati ambao wa kuokoa maisha yako ni wakati huu. Wakati ambao wa kuokoa hali ambayo unapitia ni wakati huu. Wakati ambao unaweza ukaokoa mateso ambayo umeishi ukikumbana nayo kila siku, vita kila siku, maadui wengi, ni sasa hivi, ili Kristo asimame pamoja nao na ukutetea na ukupigania katika maisha yako. Kwa hivyo hii ni awamu ya kwanza ambayo tunaifanya on Tuesday mchana wa leo katika live TikTok, na tuko na awamu ya pili ambayo inaenda pale WhatsApp group kuanzia saa 4 usiku. Msidi kukaa katika uaminifu, msidi kukaa katika utakatifu, msidi kukaa kwa kujituma sana kufanya kazi ya Mungu. Msidi kukaa ukilitafakari neno hili, ya kwamba hili neno tuko na mahali tutafika mwisho, na tutakapofika basi tupate kuenter katika uzima wa milele. Unajua sitaki niishi nikiongea kutap screen. Nikianza kuhubiri mimi nishughulike na kuhubiri. Wewe sikiza, unatap, unafanya kazi zako. Unasikiza, unatap, unafanya kazi yako. Lakini nikihubiri niachilie message nirudi at tap screen. Maana tusipotap muda kidogo tutaangushwa. Na tukiangushwa basi ujumbe utakuwa umeisha. Na tutapata kwamba labda kuna sehemu tutakuwa tumefika watu kuokolewa. Sasa itakuwa imeenda hivyo. Kwa hivyo unasikiza, unatap kiasi, unaendelea na kazi. Unajua kwamba kazini ile tu njia ya kumheshimu Kristo, mkasema hapana, lazima tuwe pale, tusikize neno, tukiendelea na kazi zetu, ni vyema sana. Kwa hivyo mimi ninapoendelea na hii kazi, atakuwa naendelea na hiyo na pia na kazi yako, ni vyema sana, ili Kristo apate kutusaidia na kutupigania na kututetea sana, ili huduma upate kusonga mbele. Kwa hivyo natamani nichukue kama muda kidogo kwa ajili ya kuhubiri. Baada ya kuhubiri nitakuwa nafanya ukombozi. Baada ya kumaliza ukombozi nitakuwa ninaongea na kila mmoja na nazungumzia tu vipawa na kuhusu ubatizo. Kwa hivyo nitakuwa naongea na kila mmoja. Wale wanafanywa deliverance watakuwa wanafanywa deliverance, vipawa zitakuwa zinafunguliwa, ndoa zinafunguliwa, kazi zinafunguliwa, biashara zinafunguliwa, chochote kile kimefungwa katika ibada hii. Unapoamini Kristo anakufungua bure bila gharama. Kwa hivyo ishara kubwa sana au lile jambo linatakana sana wewe kuamini katika roho yako. Kwa hivyo sasa nangojea tap sifike kama 5000, then nitakuwa naanza mahubiri, itakuwa sawa. Nangojea tap sifike kama 5000, nitakuwa naanza mahubiri, kwa sababu nikianza kuhubiri saa hizi nitafikia mahali nianze kuingia kwa deliverance, na ile deliverance inaingia ndani, alafu tufike wakati labda Bwana anafanya kazi pakubwa sana, alafu tuamshe live, itakuwa vizuri. Kwa hivyo natamani ifike 5 kwanza ndio nianze kuhubiri, itakuwa vyema. Kila mmoja anayeingia ingia kabisa kwa jina la Yesu Kristo, ingia na usiondoke, kwa sababu ule ujumbe uko hapa, ni ujumbe wa Kristo Yesu kurudi kulinyakua kanisa. Sasa ni kujiandaa na kujiprepare vilivyo, si wakati wa kusunguka mitandaoni huko na huku. Wakati umeingia, ingia na uchukue kiti chako na ukae, ungoje ujumbe kuona kwamba Bwana anasema nini na roho yako, Bwana anasema nini na maisha yako, kwa sababu wengi bado hawajakuwa tayari,
wengi bado hawajakuwa tayari, wengine bado wako tu wanaishi, bado hawajakuwa tayari. Lakini sasa wewe ambaye uko tayari sasa, ni kuchukua nafasi, ukae na utulie kabisa, ukae na utulie, ukifanya kazi zako, ukitap screen yako, ukienda kusikiza ujumbe mkubwa sana ambao Bwana ametuma watumishi wake leo kwa ajili ya kwenda kuliandaa kanisa na kulipigania kanisa lisimame na lipate kukaa katika ushindi. Ninapozungumza hivyo, muda umesonga na lazima ifike 5000. Kama itafika 5000 ni ngumu sana. Nataka kuhubiri, nataka kuhubiri, niingie katika kidogo kazi kazini, lakini tunasaidiana tu, tunafanya kazi kiasi, tunataka kiasi, hivyo hivyo tu tunahubiri kwa pamoja, na Mungu atazidi kwa mwaminifu, kwa sababu ujumbe ule ambao ametumanisha siku ya leo ni ujumbe mkubwa sana ya kila mmoja kupata kujua kipawa chake kiko wapi, naye anastahili asifanye kazi ya Mungu namna gani. Kwa hivyo bidii yetu au furaha yetu ni kuona kwamba watumishi wanamtumikia Mungu, ni kuona kwamba watumishi wamefunguliwa kuhuru, ni kuona kwamba waimbaji wanaimba, ni kuona kwamba manabii wanatabiri, ni kuona kwamba walimu wanafundisha, ni kuona kwamba wainjilisti wameshikilia kazi yao kwa nguvu zaidi, na wale pia wanaosimama kanisani kama kazi ya masaidiano pia inaendelea kabisa. Sasa kazi ya masaidiano ndio hiyo nakupenda kwa ajili ya kutap screen, kwa ajili ya kutap screen ili nisaidia hii kazi, maana usipotap screen unapata kwamba tutakuwa kwa wakati mgumu sana kufikia mahali tukati hiyo live, haitakuwa vizuri. Ni vyema tunapoanza kuhubiri tuhubiri na watu wafunguliwe, watu wafunguliwe, watu wafunguliwe, watu wafunguliwe, na watu wahubiri na watu wainuliwe. Mimi kukaa hapa ni kutamani wewe kipawa chako kiinuke juu tena sana. Kukaa hapa ni kutamani huduma wako, maisha yako, ndoa yako, kazi yako, familia yako ipate kuishi ndani ya Kristo. Na mnapokuwa ndani ya Kristo, hata yule adui anayekutafuta, yule adui anayewinda boma, anayewinda maisha yako hawezi kukuona, maana umefichwa ndani ya Kristo Yesu, umefichwa katika madhabahu ya Kristo Yesu. Kwa hivyo kile kinasema tu ni kunitapia screen. Unajua naongea hivyo ili screen itakuwa ifike 5k ndio nianze kuhubiri, kwa sababu chini hapo sitahubiri. Hatutaki tuangushwe kwa haraka haraka. Ingekuwa mmetap screen at once, hata safari moja wote mngekuwa mmesaja safari na mmepita hata mnaenda juu kabisa. Lakini sasa mmoja ni anajaribu anagusa kidogo tena inatulia. Tungepiga tu safari moja sisi wote tunasikia tumefika pale. Na tukifika pale sasa tutoachia hapa, hapana, tunaendelea. Tunafanya kazi na huko mkono kidogo na gusa tunaenda na kazi. Itakuwa vyema. Ili nisianze kuhubiri tena nisema ati tap screen. Hapana, wewe kazi yako ni kusikia na kutap screen. Na unafanya kazi yako kidogo pia pale. Itakuwa vyema. Utaona Mungu naye anapitia pale. Hata kama bosi wako walikuwa ni wabaya, hata kama bosi wako walikuwa wanakuona kama mtu mwenye ufai, utaona change katika hiyo nyumba, katika hiyo kazi, katika hiyo ofisi, katika jina la Yesu Kristo. Maana unatembea pamoja na Yesu. Wewe si ule wa nyuma pale, wewe sasa ni mpya, ni kiumbe kipya ambacho Kristo amekaa ndani mwake, anamuongoza katika hali zote, anapitia, anapata ushindi. Licha mambo ilikuwa ni mengi, lakini imefika wakati Bwana anajitukuza katika maisha yako. Imefika wakati Bwana anajitukuza katika maisha yako. Kwa hivyo wakati kama huu ni wakati wa kuzidi kumtazama Kristo, ni wakati wa kuzidi kumtegemea huyu Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Majira na masaa ni wakati ambao kanisa lifunguliwe macho za kiroho. Kanisa lifunguliwe macho, angalau muda mrefu ule umeteswa na mambo ya dunia, mkateswa na maadui kwa ajili ya kusonga mbele kiroho na kusonga mbele kimaisha. Ikawa unasumbukana na kung'ang'ana kwa muda mrefu, ikawa ngumu kabisa katika maisha yako. Lakini jua kwamba bila Kristo Yesu katika maisha ya mwanadamu, basi hautaweza. Safari hii ni safari ambayo inataka uvumilivu zaidi, safari ambayo inataka imani na maombi, ili tupate kufika kule penye Kristo ametupangia watu wa Mungu. Kanisa, najua kwamba mmepitia kwa wakati mgumu. Safari imekuwa ni ngumu, safari ya maisha, safari ya huduma, safari ya kazi kwa ajili familia vile zinazopata chakula kwa meza kila siku. Safari imekuwa ni ngumu, lakini wote wanaomwamini Kristo
wote wanaomtegemea Yesu, wote watakaompenda Yesu, kutubu na kukaa kwa utakatifu. Sasa maandiki nasema sisi ni wapya, sisi si wale wa kale, sisi si wale wa jana, sisi ni wapya ndani ya Kristo Yesu. Watu wabarikiwa. Mahali penye huko Yesu amesimama pamoja na kanisa lake, anazidi kulipigania na kulitetea, kuliongoza sawasawa na mapenzi yake. Haijalisha kwamba ni kwa muda gani umelia kupitia katika mateso, vita, njaa, umaskini, kukataliwa, magonjwa, maumivu, kurudi nyuma kiimani. Haijalishi umepitia kwa muda gani, wakati wa sasa ni sauti ya mtu iliye nyikani. Tengenezeni njia zenyu mkatubu na mkageuke kutoka katika dhambi, mnapokaa katika utakatifu. Hata muombapo maombi zenyu sitamgusa Kristo Yesu wa Nazareti, naye atawajibu zile shida ambazo mmekuwa mnapitia. Sasa atalipigania kanisa na kusimama pamoja na kanisa katika ugumu na mateso yale ambayo mmepitia kwa wakati mrefu. Watu wabarikiwa. Mahali popote unanipata, Yesu Kristo yeye ndiye yule jana, leo, hata na milele, asema Bwana. Wote wanaomwamini katika roho zao anawatetea na kuwaponya magonjwa zao, anawatetea na kuwajaza na nguvu za Roho Mtakatifu, anawatetea na kusimama pamoja nao. Yesu akaambia wanafunzi, endeni na mnapoenda msichukue kitu chochote mkabeba kwa ajili ya kuhubiri injili ya pesa wala tumbo. Endeni mkaambie wanadamu ufalme wa mbingu unakaribia, mkiwaponya shida zao zote, mkisimama pamoja nao katika imani, nao watasimama pamoja na kanisa. Waliporudi Yesu akawauliza, mlipoenda mlipungukiwa na kitu chochote? Wakaambia Yesu, hatujapungukiwa. Kukula tumekula, kunywa tumekunywa. Lakini walibaki katika injili ya toba na utakatifu na kuambia wanadamu ufalme unakaribia. Basi jueni ya kwamba ule mtu ambaye anakaa katika utakatifu, yule mtu ambaye amechagua hii njia, yule mtu ambaye amekubali kukemewa wakati amekosa, anatii na kunyenyekea, basi jua ya kwamba mtu huyu hawezi kulinganishwa na mtu yule ambaye wakati makosa inapopatikana kwako, unapoambiwa wanageuka, unarudi nyuma. Lakini mtu huyu amekubali kuonywa, mtu huyu amekubali kutii wakati ambaye ameitenda dhambi. Roho wa Mungu anapomuonya, basi anarudi katika kutubu, ananyenyekea machoni pa Kristo. Maana tunamtazama Petro, wakati Mungu alipomkemea Petro na akasema, Petro, wewe unasema kile chenye ujui. Na wakati kweli unabii wa Kristo ulipotimia, maandiki inasema kwamba Petro aligeuka katika ukuta na akatubu akilia, na katika kutubu akilia, basi Mungu alipata kumsamehe Petro. Siku ya leo sijui ni dhambi gani umeifanya, siku ya leo sijui ni makosa gani umeyafanya. Imekuwa kama mazoea kufanya na kutubu, kufanya na kwenda kanisani. Sasa Bwana amekuja na ujumbe mpya. Wale watakao nyenyekea na kutubu na kumrudia Kristo sawasawa na mapenzi yake, anasema sasa atawaondoa katika mateso ile yenye mumeishi kwa muda mrefu, yale magonjwa, vilio, kukataliwa, umaskini, vile vita ambavyo vimekuwa juu ya maisha yenu. Sasa anasema anakuja kuondolea kanisa, maana kanisa limekubali tu utakatifu. Kanisa limekubali utakatifu, limeishi katika toba, kumtii Yesu Kristo, kutembea pamoja na Jehova Yawe. Wamemheshimu katika maisha yao, wamekataa dhambi, sasa wanaenda na Kristo katika maisha yao. Maana tunapotazama kisasa hiki, wakati ambao tumefika, kanisa linaishi katika mwili, na kuishi katika mwili alitampendeza Kristo. Kuishi katika mwili, dhambi itakuja kutuangusha. Lakini kanisa linapokaa katika utukufu wa Bwana, kanisa linapokaa katika uwepo wa Kristo, basi kanisa lipo tayari kuishi pamoja na Yesu, na Yesu ako tayari kuishi pamoja na kanisa. Watu wabarikiwa mahali popote mko. Ni furaha ya namna gani siku ya leo, wakati Bwana anapozidi kupaza sauti yake kwa ajili ya kanisa kumrudia, kutubu na kukaa katika utakatifu. Atawaponya mateso, shida, magonjwa, vilio, umaskini, uchawi umesunga maisha yenu. Anasema kanisa litakalotii, kunyenyekea na kukaa kwa utakatifu kwa kila jambo ambalo limesimama na kulitazama lile kanisa, basi anasema kwamba atakuja kuliondolea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuangalie maandiko, kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi ni mlango wa 8 mstari wa kwanza. Watu wabarikiwa. Warumi mlango wa 8. Warumi mlango wa 8. Tunasoma pale mstari wa kwanza kama ifuatavyo, kwa jina la Yesu Kristo.
Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Aya, turudi tena nyuma. Mstari wa kwanza. Nisikize vyema, ni ujumbe ambao unapeana kanisa matumaini. Ni ujumbe ambao unapeana watu wale wasafiri wa mbinguni wenye wamejua kwamba hii dunia wakati wote alamu inaweza ikapiga, na wakati inapiga kanisa lipo tayari kwa ajili ya kuenda na Kristo Yesu. Kanisa lipo tayari kwa ajili ya kutembea na Kristo, kanisa ambalo limekataa dhambi. Leo dhambi imeleta mgawanyiko mkubwa kati ya mwanadamu na Yesu, kati ya mwanadamu na Yesu. Tunaishi, tunaomba, tunatabiri, tunafanya kila kitu, lakini dhambi imesimama katika roho za wanadamu. Lakini imefika wakati sasa Bwana ananena na kanisa lake. Imefika wakati Bwana ananena na wale watu walikuwa ni waovu, wakubali kubadilishwa sasa, na hatua au historia ya maisha yao ipate kubadilika kuanzia sasa. In the mighty name of Jesus. Sasa basi, akasema Paulo akaambia kanisa, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu, hakuna hukumu wa adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, juu yao walio katika Kristo Yesu. Mstari wa pili. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, kwa sababu sheria, can you listen very, can you be very careful? Kwa sababu sheria. Sasa hapo anazungumza na wateule, anazungumza na kanisa takatifu, lile kanisa ambalo limekubali sasa kutubu, kumrudia Kristo katika roho zao. Yani wanajichunguza vyema katika roho zao, ili sasa waanze kumtumikia Mungu. Sasa waanze kutembea na Mungu, sasa waanze kwenda na Mungu sasa. Maana muda mrefu tunapata kuona kwamba muda mrefu mumedanganywa na kujua ya kwamba kuenda kanisani ndiko na umuhimu. Tunapata kwamba kanisa tunaenda lakini bado tunameza madawa. Tunaenda kanisani lakini bado tunaugua. Tunaenda kanisani lakini bado hatuna ndoa. Sasa analitazama kanisa lake kiundani kabisa, ili kupata kulitoa katika misingi ya dhambi. Hii dhambi ambayo imeleta mgawanyiko mkubwa kati ya mwanadamu na Kristo Yesu wa Nazareth. In the mighty name of Jesus. Sasa tunarudi moja pale. Ujue nafundisha ile roho ambayo inataka leo kufunguliwa, maana amesema kwamba lazima achilie nguvu za Roho Mtakatifu ili sikae katika kanisa lake, kanisa lisienende katika mwili. Sasa linafunguliwa, na wakati unapopokizwa nguvu utasikia tu magonjwa zinapigwa, roho ya talaka inapigwa, vita vinapigwa. Sasa utasikia wewe ni kizazi kipya ambacho Kristo anakiandaa kuishi duniani, kikifanya kazi yake kwa nguvu zile za Roho Mtakatifu. Verse number 1. Mstari wa kwanza. Sasa basi, akasema kanisa, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu, hakuna hukumu wa adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Juu yao, yani wale ambao wako katika Kristo Yesu, wale ambao wamekaa kwa utakatifu, juu yao walio katika Kristo Yesu. Mstari wa pili. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu, ile iliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ile dhambi ambayo imekaa leo katika roho nyingi za wanadamu, wanaposema kwamba Yesu ni Bwana, lakini dhambi imezidi kuwatawala. Dhambi imezidi kusimama upande wao. Dhambi imezidi kuwameza. Dhambi imezidi kuwamaliza. Lakini tazama, Paulo anasema kwamba imeniwacha nikiwa huru.